kabisa ya ukocha. Tupanaye hapa sasa, yeye uhalali anaamini kwamba haikuwa halali kwanza kuiahirisha game, lakini anaamini mnyama Simba alipaswa kulimwa alama 15. Alama 3 ni Mwananchi Young Africans anapewa, lakini alama 12 hizo ambazo anakatwa mnyama Simba, zile 3 za pale pale kwenye mchezo jumla sikuwa zinakuwa 15. Tupanaye hapa nimezungumza vitu vingi sana. Waliokuahirisha mechi. Moja, kanuni hairuhusu kuahirisha mechi. Alafu mbili, aina kosa lililotokea haliwezi kuruhusu kuahirisha mechi. Kwa sababu gani? Watu wa bodi ya ligi wametusaidia. Kipengele cha kwanza wao wenyewe wameeleza kwamba sababu kubwa ni kwa sababu ya Simba kutokutoa taarifa. Na ndio ukweli ulivyo, kwa sababu manager uwanja hawezi kufungua uwanja kwa ajili ya matumizi wakati hakuna taarifa yote kwamba kuna matumizi ya uwanja. Meneja uwanja ni mtu ambaye yuko chini, ni mtumishi ambaye yuko chini ya mamlaka. Na ndio maana tukisikia taarifa yake anasema mimi sikufungua mageti kwa sababu hakukuwa na taarifa yote kufanya mazoezi. Na ndio maana nifunga mageti, hata hoja ya makomando inakufa. Kwa sababu makomando wasingeweza kuzuia timu wakati meneja amefunga geti. Lakini mbili, kwamba kanuni iko wazi. Kuna uwezekano wa timu geni kufanya mazoezi ikashindwa kufanya mazoezi katika uwanja unaotarajia kucheza. Timu kishindwa kwa njia yoyote ile, timu mwenyeji itakayosababisha mgeni asifanye mazoezi, adhabu zake zimeainishwa pale, kwamba kilichokuwa kinatakiwa ni bodi ya ligi kuchukua hatua dhidi ya klabu ya Yanga ambayo ilimfanya Simba asifanye mazoezi. Kama mlango ungekuwa umefunguliwa na meneja na Yanga amewazuia kufanya mazoezi, basi hatua zingechukuliwa kwa Yanga kwamba mfanya makosa kuwazuia, lakini haisemi kwamba kuahirisha mechi. Sababu za kuahirisha mechi katika kanuni zimeainishwa ni sababu zipi? Ukizingatia mechi kamishna alikuweko na ndio wajibu wake. Naamini mechi kamishna anatakiwa afike saa 1 kabla timu ngeni haijafika uwanjani. Na kwa kawaida mechi kamishna anaanzia timu ngeni inapoenda kufanya mazoezi. Lazima aandike taarifa, imefika saa fulani na dakika fulani, mazoezi wamefanya kwa dakika fulani na wametoka kukiwa salama, uwanja kuna uharibifu wa uwanja, wametoka muda fulani. Lakini yote hayo naona hayakufanyika. Kwa maana hiyo kama mechi kamishna hakufika, mimi naamini kulikuwa na kasoro kubwa. Lakini kasoro kubwa zote hizi ziletwa na bodi ya ligi, kwa sababu mimi naamini mchezo mkubwa kama huyo, hata CEO wa bodi ya ligi lazima angekuwa na communication na wataalamu wake kwamba kila kitu kinaenda kama kilivyo. Kwa sababu hiyo mimi naamini hakukuwa na sababu kabisa kuahirisha mechi. Kwanza wameunajisi mpira miguu ambao kwa kweli tuna heshima kubwa, watu wamenitengeneza kwa gharama kubwa. Okay, lakini unaamini labda tukio la alama 3 zile za mizani linapaswa kuchukuliwa, lakini swala la kujitathmini viongozi waliopo madarakani ni kubwa kiasi gani kwa mtazamo wako wewe? Alama 3 sio swala la maombi wala la fadhila. Kanuni ndivyo inavyosema. Klabu haijafika uwanjani, lazima kunyang'anya pointi zake 15. Mna awadi yule aliyeathirika pointi 3, pointi 12 zinabaki hewani, na vile vile kugharamia gharama ya maandalizi ya mchezo. Zote timu ambayo haijafika uwanjani lazima igharamie. Na wakati mwingine lazima niwaambie hizi kanuni wanavyotunga, kwa sababu vilabu huwa vinapitia kabla zianza kutumika, wawe waangalifu kuzipitisha, kwa sababu hizo pointi 15 naamini tuzileta shida. Si ajabu bodi ya ligi wanajua kabisa kama walivyoandika kwamba Simba amekosea kutokutoa taarifa, lakini kunyang'anya pointi waliwajua kunyang'anya, wapata kigumizi, kwa sababu ile timu kubwa wanaona kunyang'anya pointi 15 ni nyingi mno. Kwa maana hiyo wakajiingiza kwenye masuala ya kubalansi mchezo au kuweza kuleta mapenzi kwenye mpira miguu. Okay, wewe ni Eliudi Mvela aliyewahi kuwa mkurugenzi wa sheria na wanachama TFF, kiamini kwamba kulikuwa hakuna uhalali wa kuweza kuahirisha mchezo huo wa dabi tarehe 8 mwezi huu wa 3 mwaka 2025, na kiamini kwamba inawezekana issue nzima ya alama 3 ambazo lipaswa kupewa Mwananchi Young Africans na 12 ambazo zitastahili kuwa tu hewani, labda ndio ugumu ambao unaokuja, ndio maana akapanga ratiba ya mechi inayofuata ambayo japo mpaka sasa haijatangazwa. Lakini yeye kwa upande wake anaamini bodi hii inapaswa kuwa uhuru, ivunjwe iliyopo, itengenezwe bodi huru. Makampuni yanaweza kujitokeza yakasimamia juu hili, lakini Young Africans yake bado inastahili kuwa pale pale. Ikishindikana kudai haki yake kutoka bodi ya ligi Tanzania, basi wanastahili kwenda kasi
Eliudi Mvela huyu hapa na rejea tena na tutarudi hapa kwa ajili ya tathmini. Ligi iweje? Mimi nasema hivi na ninarudia, bodi ya ligi kwa jambo lilofanyika lazima wanatakiwa kuwajibika, kwa sababu mimi nimeshasema TFF wamekasimisha madaraka kwa bodi ya ligi kwa ajili ya uendeshaji wa ligi na usimamizi wa ligi. Kwa maana hiyo wamesha approve failure na haitawezekana kabisa kama TFF, na ninasema Karia, ili kujiondoa kwenye ujinga wa namna hii lazima chukue hatua kuivunja bodi ya ligi, na wakati ikishavunja bodi ya ligi tengenezwa bodi nyingine, nayo hata kitengenezwa bodi nyingine iwe ni kwa muda. Lazima sasa ufike mahala bodi ligi iendeshwe na kampuni kama ambapo wenzetu nchi za jirani mpaka South Africa kwa Ulaya, zile bodi ndizo kampuni ndio zinaendesha ligi, lakini sio unachukua watu wa mpira ni hao wenye vilabu hao naambia kaeni hapa, ambao Tanzania mapenzi yamezidi kupita kiasi. Kwa sababu nimeshangaa katika jambo hili, hata watu ambao nilikuwa nawaamini kabisa kwamba ni watu wa mpira wameleta ushabiki. Hata wachambuzi ninyi wenyewe mlikuwa mkiwasikiliza, mmefika mahala mnasahau hata majukumu, mnaingia kwenye ushabiki badala ya kusimamia kanuni na sheria ziweze kutusaidia. Kwa maana hiyo mimi nasema lazima bodi ya ligi wawajibika katika jambo hili. Mimi nitasikitika kwamba hawajawajibika, lakini na upande wa klabu ya Yanga wana nafasi, wanatakiwa kukata rufaa ya jambo hili. Kuna wataalamu kabisa mpira wazoefu eti wanasema kwamba kwa sababu bodi ya ligi alishaandika barua kwa ilisha mchezo hawezi kupata pointi 3 Yanga. Sheria ya wapi hiyo? Wataanza kudanganya watu. Lazima tukubaliane, Yanga anawajibika kumshtaki bodi ya ligi kuwapa pointi zao 3, na kama bodi ya ligi asipotoa basi inatakia kati rufaa kwenye kamati ya sheria na hadhi za wachezaji. Kamati ya sheria na hadhi za wachezaji kishindwa, basi Yanga anafika kwenda kasi, ambao lazima watapitia zile taarifa au maamuzi ya kamati ya sheria na hadhi za wachezaji. Je, walitenda haki kwa mujibu wa kanuni zinazoongoza mpira Tanzania na kanuni zinazoongoza mpira Tanzania? Je, walizifuata? Klabu ya Simba ilifuata taratibu? Kama ikufuata kanuni zao zinasemaje? Kwa nini wakuchukua hatua hii? Lazima watapata pointi 3, kwa sababu kinakatua rufaa ni ile maamuzi ya bodi ya ligi kwamba mechi irudiwe, ndio kinachokatua rufaa. Wakati Yanga anasema huyu mtu anataka anyang'anywe pointi, lakini bodi ya ligi wanasema yaandika barua kwamba eti mchezo urudiwe. Kwa hiyo watakata rufaa wakiona kwamba kamati ya sheria na hadhi za wachezaji hawapa haki, wanaenda kasi. Na kwa sababu Yanga hawamshtaki Simba, wanamshtaki bodi ya ligi anayesimamia mpira, na ndiye anayegawa pointi ni bodi ya ligi, ndio anayegawa pointi na anaanzisha mchezo, anaandaa mchezo ili timu zipate pointi 3. Kwa kuwa alikosea, basi ni wajibu wa Yanga kuchukua hatua ili apate haki yako, kwa sababu huu ni hatuwezi kuendelea kulea kiasi ya kwamba mpira unazidi kuharibika. Okay, Eliudi Mvela nakumbusha tu amewahi kuhudumu kwa mkurugenzi wa sheria na wanachama pale TFF. Cha kumalizia kabisa, Simba wamesema msimamo wao uko pale pale kupitia kwa meneja wa habari na mawasiliano ndani ya kikosi hicho Ahmed Ali. Hakuna kingine kitakachobadilika zaidi ya maamuzi ambayo wamefikia, huku wakiheshimu zaidi mamlaka iliyopo madarakani. Simba Sports Club tulishatoa taarifa usiku wa tarehe 7 na kila mwana Simba akaiona taarifa ile. Ule ndiyo msimamo rasmi wa klabu yetu ya Simba. Kwa sasa Simba hatutaongeza wala kupunguza wala kuongeza maelezo mengine baada ya kutoa taarifa ile. Ile ndiyo taarifa yetu rasmi, ndio alfa na omega, tumeshamaliza. Lakini bodi ya ligi na yenyewe tayari imeshatoa taarifa kuhusiana na sakata lile. Sisi Simba Sports Club tunaheshimu mamlaka ya waendesha mpira wa Tanzania, tunafuata maelekezo ya mamlaka. Mamlaka imetoa maelekezo, mamlaka imetoa ufafanuzi na mamlaka imemaliza kila kitu. Sisi cha kwanza ni kuheshimu maelekezo ambayo yametolewa na mamlaka, lakini pili ni kusubiri maelekezo zaidi kutoka kwenye mamlaka. Mamlaka imeweka wazi kwamba mchezo wetu uliokuwa uchezwe tarehe 8 utapangiwa tarehe nyingine. Sisi Simba Sports Club ni watu
smart na maridadi sana kwenye kufuata miongozo ya mamlaka. Jukumu letu ni kusubiri tarehe mpya, na tayari bodi ya ligi, viongozi waadilifu, viongozi makini wenye ubora na utaalamu wa kuendesha ligi ya Tanzania wametoa maelekezo ya kwamba wataupangia mchezo wetu tarehe nyingine. Sisi taifa kubwa Simba Sports Club ni kusubiri tarehe mpya ya mchezo wetu dhidi ya mtani wetu. Taifa kubwa Simba Sports Club kupitia kwa meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi hicho Ahmed Ali. Turejee sasa mezani ndugu zangu. Halali wa maamuzi ya kuahirisha mechi ulikuwa sahihi. Nianze na mwokozi wa Bunju Omar Majani, kocha wa WhatsApp. Kufanya mechi isichezwe. Yes. Sio tu Simba ambaye hakuwa sahihi. Lakini hata bodi ya ligi pia hakuwa sahihi. Bodi ya ligi maamuzi yake, maelezo tu kwa mujibu wa taarifa walioitoa siku ya mchezo Machi 8, tamko baada ya kukaa kikao cha dharura kutokana na kauli ama malalamiko yaliyotolewa na Simba ambayo hatuwezi kusema hayana mantiki kwa sababu wao ndio waliofanyiwa. Wanadai wamefanywa vurugu na wamezuiliwa kutenda haki yao ya kikanuni ya kupitia kanuni za mashindano ya bodi ya ligi ambayo ilikuwa ni kanuni namba 17, wao kuweza kufanya mazoezi muda sawa na kick-off walau mara moja siku moja kabla ya mchezo, na walikuwa sahihi. Shida kubwa ni kwamba walifuata kanuni ila hawakufuata miongozo. Kwa hiyo hata Ahmed Ali ameudanganya umma. Amesema kwamba Simba timu kubwa, wao ni wako smart na maridadi katika kufuata miongozo. Muongozo wa kanuni ile baada ya kuambiwa kwamba una haki kikanuni kwenda kufanya mazoezi yako ya mwisho walau mara moja muda wa mchezo siku moja kabla ya mechi, muongozo unakutaka kufanya mawasiliano jadid na wenyeji wenye uwanja na bodi ya ligi ili kupata faida ya wale essential individuals, watu stahiki wa siku kutazama, kwa sababu kuna dakika 15 za media coverage. Anahitajika kamisa awepo, coordinator awepo, media officer awepo, lazima utahitajika manager wa uwanja kutengeneze mazingira na miundombinu sahihi, walinzi wawepo kulinda usalama. Lakini hivyo vyote havikufanyika. Kama vilifanyika basi vilifanyika kwa utashi, lakini havikufanyika kwa kiwango hicho kilichopelekea hata wao kitu cha kwanza wanachokisikia wamekosa access kupitia manager wa uwanja. Umeelewa? Hakuna taarifa yao, kwa hiyo hakufungua kwa mujibu wa protocol. Walikuwa sahihi kwa sababu taarifa yako sina. Umeelewa? Bodi ya ligi hicho kwenye maelezo yao wamekifanyaje? Wamekiaddress kama kulikuwa hakuna mawasiliano. Kinachoendelea baada ya kutokuwa na mawasiliano ilikuwa ni kutengeneza uhalali sasa wa uahirishwaji wa mechi. Ndio pale tunaposema au wanaposema kuna ambaye kaonekana kwenye wale waliofanya vurugu, inaonekana ni katika wale mabouncer wa nani? Wa Yanga, ili kuhalalisha sasa ya kitu ambacho tayari kikanuni muongozo haukufuata, ndio lopelekea jambo lote hili. Na hao mabouncer kikanuni wanatambulika? Hawatambuliki kikanuni. Lakini vurugu zilifanyika ndani ya uwanja ama nje ya uwanja? Nje ya uwanja. Kutokana na kukosa access ambayo mabouncer wa Yanga hawatoi. Umeelewa? Shida iko hapo tu. Mabouncer wa Yanga na Simba wamekorofishana nje ya uwanja kuwazuia ama kuwafanyia vurugu, lakini ilitokana baada ya kukosa access ambayo inahusiana na nani? Na meneja wa uwanja. Access ya mageti yangefunguliwa, wangefanywa ndani au kuelekea kwenye uwanja wakati umepewa access. Maana yake kosa la Yanga linaenda moja kwa moja kwa sababu wamewafanyia vurugu. Na kama ingekuwa vurugu imekuwa ni kubwa, interrupted matches, labda kungekuwa na grounds kikanuni, hata CAF nayo, kwamba aggression ambayo imesababisha na kamisa angekuwepo, mpaka coordinator angekuwepo, ambayo ingepelekea mchezo usichezwe. Kwa bodi ya ligi ni kama imekubali kuibeba Simba baada ya kupewa shinikizo la tamko, kitendo ambacho anayekuja kuumia ni kuanzia Yanga mwenyewe kutokucheza mchezo wake. Kuna gharama zilizotokea
media broadcasters wetu ambao tunawafahamu Azam wao invest fedha nyingi, co-sponsors, lakini pia attention ya mashabiki all over the world, kwa sababu ni dabi namba 4. Wamepata madhara makubwa kukuto kuchezwa huo mchezo kwa kitu ambacho kilipaswa kifanyike kwa endo ya kawaida tu. Kwa hiyo outcome inakuja kuwa nini kikanuni? Hiyo 17 sheria namba 17 hiyo inasema huyu kama umefanywa fujo na mtu wa nyumbani, yani na mwenyeji wako, anapaswa kupigwa fine kuanzia milioni 1 mpaka milioni 2. Kama ni tukio la endelevu, inapaswa kupigwa fine kuanzia milioni 5 mpaka milioni 10. Haisemi, unaelewa? Kanuni haisemi mpira unapaswa kuto kuchezwa. Sasa kama hukujacheza mpira, maana yake Yanga walikuwa sahihi kupeleka timu na bodi ya ligi kuto kupeleka officials. Kwa hiyo Yanga walifuata taratibu zote ambazo zinatakiwa kwenye mchezo kwa mujibu, ila bodi ya ligi ambao ni wasimamizi, match officials hawakwenda. Umeona hiyo? Na mechi haikuchezwa. Kosa lingine la bodi ya ligi. Na hawakucheza. Na mwisho wa siku watademand nini? Kikanuni. Pointi 3 na magoli 3. Okay, kwenye hizo pointi 3, zungumza na wewe pia Wakanda kabla sijaje kuanza Jigwa. Kwenye hizo pointi 3, Elwin Mvela anazungumzia issue moja ya kwamba inawezekana ile barua ya Simba kwamba hatutaki ama hatuwezi kwenda kucheza mechi. Isitoshe kuna viongozi wengine waishaye kuhudumu, wengine wanahudumu pia kwa wakati huo, wanaandika kwenye mitandao ya kijamii. Sio mechi hiyo tu, hata zinazokuja hatutocheza mpaka hawa waadhibiwe. Nafikiri hilo kila mmoja liliona ile jambo. Shinikizo lile limetengeneza pressure of course mpaka kwenye maamuzi. Hawapeleki timu uwanjani. Tukio ambalo kikanuni alibidi akatwe alama. Lakini kikanuni kuna madaraja mawili mtu inabidi ashushwe. Na sio alama 3 tu, ni alama 15. 3 za mchezo, nzile zinakuwa hewani. Ugumu inawezekana umeanzia hapo kwenye wakataji wa alama. Kama kwenye kusimamia kanuni kwa mujibu wa Elwin Mvela. Jambo la kwanza ni tumeshindwa kusimamia kanuni zetu ambazo tulizitunga sisi wenyewe. Ni kanuni ambazo zipo tangu msimu unaanza zikiainisha jambo na ama tukio na adhabu yake. Ukifanya jambo fulani consequences ni fulani. Usipoenda uwanjani consequences ni fulani. Ukisababisha mchezo kutofanyika consequences ni fulani. Ukimzuia mtu, bodi ya ligi na klabu zenyewe ambazo zinacheza ligi msimu husika. Ukimzuia jirani yako ama mpinzani wako kufanya mazoezi, consequences ni kitu fulani. Kilichokuja kutokea, tunarudi kwenye matumizi ya hekima na busara, jambo ambalo nimekuwa nikilipinga kwa nguvu zangu zote, kwamba ligi yetu inaendeshwa sana na busara, kiasi kwamba hata kwenye mambo ambayo tunatakiwa tutumie tu sheria tulizozitunga wenyewe, tumekuwa tukiingiza busara katikati. Leo hakukuwa na hoja ama hakukuwa na sababu thabiti kutoka kwa bodi ya ligi kwa nini waligairisha ule mchezo. Kwangu mimi nikipicture ile engo, Simba yeye ana complaints zake ambazo anaamini kabisa ana haki ya kutoenda uwanjani. Mweke Simba pale na hizo haki zake. Mpe haki Simba, usiseme ameonewa, mpe haki zake. Kwamba yeye ameamini kwamba kunyimwa kutrain kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa ni kosa kubwa sana, kiasi kwamba limesababisha yeye kutokuwa tayari kwa ajili ya mchezo. Mpe hiyo benefit, akae na hiyo benefit yake. Tuje kwako wewe bodi ya ligi. Baada ya Simba kusema kwamba hatoleta timu uwanjani, ni kipi kilichosababisha wewe kugairisha ule mchezo? Kwa sababu kuna taratibu ambazo zipo kwa mujibu wa kanuni, mchezo utagairishwa kwa sababu fulani. Leo mpinzani ukiwa umepata ajali, mpinzani ukiwa umefiwa labda kwenye scenario za aina hiyo, mpinzani una wachezaji zaidi ya 3 ama 4 ambao wameitwa national team au wamepata majeraha, kuna hali ya hewa, kuna hizo sababu ambazo ziko pale, ambazo zenyewe sasa zikithibitishwa pasi na shaka kwamba kweli hizi zina mashiko, mchezo utagairishwa. Tuje kwa bodi ya ligi. Ukisoma lile andiko la bodi ya ligi, hakuna sababu straight iliyowekwa pale kwa nini wamegairisha mchezo. Wamerudi kwenye matukio ambayo kwa mujibu wa kanuni, wamerudi kule kwenye kanuni kwamba kwa mujibu wa kanuni matukio ambayo bodi ya ligi wameyaweka pale, hakuna tukio lolote ambalo lilikuwa lina haki ya kugairisha mchezo.
wametaja pale kwamba hakukuwa na mazingira mazuri ya Simba Sports Club kufanya mazoezi yao ya mwisho kwa mujibu wa kanuni. Hilo tukio, tukirudi kwenye kanuni zetu, lina adhabu yake. Hilo tukio ambalo bodi ya ligi wameliweka pale, ukirudi kwenye kanuni ambazo walizipitisha wao wenyewe, lina adhabu yake ambayo ni fine kwa yule ambaye alisababisha mgeni kuto train. Hakuna sehemu ambayo kuna sehemu imeandikwa labda ikitokea haja train mechi igairishwe. No. Haipo hiyo. Adhabu iko straight pale kwamba utalimwa fine ya milioni 1 mpaka milioni 2, ama kama kosa ni la kurudia milioni 5 mpaka milioni 10. Meaning kwenye barua ya bodi ya ligi ukiisoma yote, hakuna sababu ya kugairisha mchezo. Mchezo umegairishwa kutokana na shinikizo ambalo bodi ya ligi iliona leo Simba Sports Club asipofika Benjamin Mkapa saa 1:15 mechi inaanza, saa 1:30 mwamuzi Ahmed Arajiga anapuliza firimbi 3 kuashiria mchezo umetamatika. The consequence was, tuko tayari kama taifa, kama bodi ya ligi kuikata Simba alama? Kwangu mimi na kuishusha daraja. Kwangu mimi tulitakiwa tufate hiyo protocol. Twende mpaka mwisho. Tufike mpaka saa 1:30. Simba Sports Club hajafika uwanjani. Baada ya pale hawa watu si wangeitwa kwamba Simba, kwa nini hujaje uwanjani? Simba atakuja na ground zake. Bwana, mimi sijaje uwanjani, sababu zangu ni 1, 2, 3. Simba amewashtaki watu wawili pale. Kwenye andiko lake Simba amemshtaki meneja wa uwanja. Kwenye andiko lake Simba amewashtaki watu ambao kwenye mabano tunaweka mabouncer wa Yanga. Ukisha mechi imeisha, Simba hajaje uwanjani, ukimuita atakuja na utetezi wake. We never know, labda kuna video ambazo kuna mtu amejitambulisha mimi ni bouncer wa Yanga, labda Simba wanao ushahidi. Simba ameandika pale tunao ushahidi wa kwamba tumezuiwa kufanya mazoezi na watu fulani. Tuchukua zile evidence. Hizo evidence Simba wanazo. It means kama mechi ingefika mpaka mwisho, Simba hajaje uwanjani, angezipresent hoja zake kwamba mimi hoja zangu ni 1, 2, 3, sijaje uwanjani kwa sababu nimehujumiwa, sijaje uwanjani kwa sababu nimenyimwa haki yangu. Baada ya pale sasa anaitwa mtu aliyeshtakiwa, meneja wa uwanja. Kwa nini umemkataza huyu kufanya 1, 2, 3? Meneja wa uwanja atatoa ushahidi wake. Baada ya pale atafuata sasa mshtakiwa namba 2 ambao ni hao mabouncer wa Yanga. Kwa hiyo taasisi ya Yanga imeingizwa hapa, nao wataitwa, tuthibitishieni hawa watu ni wa kwenu, ama tuthibitishieni hawa watu sio wa kwenu, ili adhabu hii isiwafuate. Baada ya hapo it's very simple, tunarudi kwenye kanuni zetu tena ambazo zimeainishwa kwamba Simba kama ana haki atapewa alama zake 3, kwa sababu inaonekana hawa watu wawili walicoordinate kufanya mchezo usifanyike. Kama Simba hatakuwa na haki, kanuni zinasema Simba amesababisha mchezo kutofanyika, points zinaenda kwa upande wa Young Africans. Bodi ya ligi kugairisha ule mchezo, wametunyima wa Tanzania haki ya kuishi kwenye kanuni zetu na kupata majibu yenye usahihi pasi na shaka, kwa sababu leo bodi ya ligi kugairisha ule mchezo tayari wameshampa Simba leverage. Simba yeye kutopeleka timu uwanjani is not an issue again, kwa sababu mechi haipo. Simba peleke timu uwanjani kufanya nini? Mechi tayari bodi ya ligi wamegairisha, wamesema kwamba hamna mchezo, na ndio maana hawakupeleka watu pale. Sasa tutakachorudi, kwangu mimi fault haiko Simba, kwangu mimi fault haiko Yanga. Mchezo kutofanyika ni bodi ya ligi kukosa weledi, bodi ya ligi kukosa guts na audacity ya kuhakikisha kwamba wanasimamia kanuni ambazo wao wenyewe walizitunga. Tukitaka tuishi hivi leo, tulegeze kanuni zetu kwamba ukifanya mchezo usifanyike utapigwa tu fine. Hapo wangeweza ku make sense, lakini wameshindwa kuishi kwenye kanuni kwa sababu consequences ni kubwa sana kiasi kwamba kuzisimamia zile consequences za kumkata Simba alama, bro, tutachukua miaka 20 kwenye hili taifa. Okay, Sajigo, kumekuwa kuna matukio mengi sana ambayo yamekuwa yakitokea. Simba kadhia hii sio mara ya kwanza. Tunakutana nayo pale msimu tu CCM Kirumba Mwanza. Yeah. Umetoka hapo, kulikuwa kuna kesi hapa issue ya kutrain uwanja wa KMC. Walikuwa na mechi siku ile. Jana pia scenario hiyo ibidi KMC afanye mazoezi. Hapana shaka limetoka kwenye game moja tu, mechi ya CCM Kirumba Mwanza. Lakini ile game nje ya vurugu zote ambazo zilikuwa zimefanyika ya KMC ya Mwanza. Ya Mwanza. Naomba niwakumbushe tukio moja. Msimu uliopita dimbani Kaitaba. Sikize mic kidogo hiyo. Pale Kaitaba msimu uliopita kulikuwa kuna mchezo wa Azam dhidi ya Kagera Sugar. Kwenye ule mchezo kilichotokea ni kwamba Azam wakati wanafanya mazoezi yao ya mwisho, meneja wa uwanja wa Kaitaba alienda kuzima taa. Acha bwana. Dimba la Kaitaba likawagiza kabisa. Ndio ile Azam wanasema kwenye giza. Yes, Azam wakafunga virago vyao, wakaondoka. Kesho wakarudi uwanjani kikapigwa. Kwa hiyo grounds za kugairisha mchezo kwa sababu mtu haja train hazipo kwenye hazina adhabu ya mchezo kutofanyika, bali zina adhabu ya fine. Mpaka Kagera aliadhibiwa. Simba msimu huu alishindwa kutrain ipasavyo dhidi ya Pamba. Pamba wameadhibiwa.
Adhabu iko pale kwamba Pamba ameadhibiwa kiasi kadhaa kwa kushindwa kuruhusu Simba kutrain. Msimu uliopita Singida walicheza kwenye dimba lao naisi na Kagera Sugar kama sikosei, mpaka kina Beno Kakolanya wamewakuta watu na train, Singida akaenda kutrain. Baada ya kufika kutrain, kina Beno Kakolanya wakaanza kujibizana na wale wapinzani wao. Ilitoka verdict, watu wakaadhibiwa pale, wakalimwa fine yao, na baadhi ya officials wakapigwa fine za kutosha, tuna klabu pia ikapigwa fine. Kwa hiyo haya matukio kwa sababu yashawahi kutokea kwenye taifa letu, na bodi ya ligi hao waliweza